Sisi ni watu wa kwanza kwenye sekta ya usafirishaji kujivunia maono ya kinara wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo maono yake ndiyo leo yanatufikisha kuweza kupata chombo hiki kiweze kusaidia jamii yetu kwenye sekta nzima ya usafiri na usafirishaji. Maono yapi aliyokuja nayo Mheshimiwa Rais? Maono ya kwanza ni kuitaka jamii kwenye sekta nzima ya kiuchumi, jamii yetu ya Watanzania ione umuhimu sasa wa kufanya shughuli za kiuchumi kupitia mifumo jumuishi. Mifumo jumuishi hapa tunaongelea ushirika. Sisi kama wasafirishaji tulijipa jukumu la kujifunza kupitia vyama vya ushirika vya mazao, na tumejiridhisha tija inayopatikana kwa kuendesha shughuli za kiuchumi kupitia vyama vya ushirika. Iko mifano mingi tunaweza tukaizungumza, lakini kwa kuchelea inaweza ikatutoa. Nitoe mfano mmoja tu mdogo. Tumeshuhudia wakulima waliokuwa wakifanya shughuli zao, hasa ukiangalia kama wakulima wa kahawa, wakulima wa korosho, wakulima wa pamba. Tumeshuhudia kwamba vyama vyao vya ushirika vikisimamia vizuri shughuli zao za mauzo, lakini pia na kusimamia vizuri shughuli zao za uzalishaji, kitu ambacho sasa hivi tija imeanza kuonekana kulingana na maboresho yaliyofanyika ya kiusimamizi kwenye vyama vya ushirika. Kwa hiyo ni yengo pia na sisi tukaona kuna ulazima sasa sekta yetu ya usafirishaji, kulingana na changamoto ambazo zimekuwa zikiikabili kwa muda mrefu, tutengeneze na sisi chombo hiki cha ushirika, ili kupitia sheria zilizopo kwenye vyama vya ushirika ziweze zikatusaidia na sisi kwenda kuboresha huduma na kuleta tija kwa jamii ya wasafirishaji. Jamii ya wasafirishaji yote kwa ujumla inaenda kuguswa na tija itakayopatikana kupitia kujiendesha kwa mfumo wa vyama vya ushirika. Sekta hii ya usafirishaji imekuwa na changamoto kwa muda mrefu sana, lakini ni changamoto sasa zimeonekana kuwa sugu. Pamoja na kwamba kuna jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanyika, lakini hazijaweza kuleta matokeo. Kupitia ushirika tunaamini sasa matokeo tunaenda kuyapata kwenye kuboresha huduma. Moja ya faida itakayopatikana ni kwenda kuondoa kilio cha muda mrefu cha ukatishwaji wa ruti. Ushirika, ukiangalia sera ya ushirika, mwaka jana palikuwa na kauli mbiu iliyokuwa inaelekeza kwamba kwa heli analogia karibu digitali. Hiyo ilikuwa ni sera ya ushirika, kwamba sasa ushirika umetengeneza mfumo wa kutoka kujiendesha kwenye dhana nzima ya analogia kwenda kwenye digital. Hii inaenda sambamba na kile ambacho tumekikusudia. Pamoja na kuunda ushirika, tumekusudia pia kuyaendea maono ya Mheshimiwa Rais, ambayo mara kadhaa tumeshuhudia akihimiza matumizi ya teknolojia kwenye sekta za kiuchumi, kwamba watu waende wakatumie mifumo ya kiteknolojia kuendesha shughuli za kiuchumi. Kwa na sisi tunataka tumuonyeshe rais wetu kipenzi kwamba tumeitikia wito wake na maono yake, na tumekuwa tayari. Kwa mfano, kwa kuanzia Mwanza tunaenda sasa kuipeleka sekta hii ya usafirishaji kwenye mifumo mizima ya teknolojia. Ushirika una sheria zake, una taratibu zake. Ushirika sio chama cha harakati. Ushirika sio chama cha harakati. Ushirika ni chama kinachojikita zaidi kutatua matatizo ya kiuchumi na kuikutanisha jamii kwa pamoja, kuwa na mawazo ya pamoja, kuunganisha nguvu kwa ajili ya shughuli za kiuchumi tu. Kwa hivyo, kwa kuzingatia kwamba zipo taasisi zingine ambazo zimesajiliwa chini ya sheria nyingine, ushirika hauhusiki wala hauingilii majukumu ya taasisi nyingine yoyote. Tunafahamu kwamba tunapokuja na chama cha ushirika tayari kuna vyama ambavyo vilikuwa vimetangulia, lakini ni vyama ambavyo vilisajiliwa kwa sheria nyingine na taratibu nyingine.
hatutaingilia majukumu ya vyama vingine, lakini tuna nafasi ya kuvipokea kama mwanachama. Chama kikija kinataka kujiunga kama mwanachama, sheria ya ushirika iko wazi. Maana ushirika ni chombo huru cha kidemokrasia. Kinaacha milango wazi kwa mtu yoyote mwenye sifa na vigezo kuweza kuingia au kutoka pindi anapojisikia, mradi tu akidhi taratibu zilizowekwa na zinazoongoza vyama vya ushirika. Kwa hiyo kwa kuweka msisitizo, hatuendi kuingilia majukumu ya chama chochote, isipokuwa tuna nafasi ya kumpokea awe mwanachama mmoja mmoja au aje kama taasisi. Pia nafasi hiyo ipo, ila haitamzuia yeye akiwa mwanachama kuendelea na shughuli zake zingine alizonazo. Vyama vya ushirika haviendeshwi kwa utashi wa matakwa ya mtu binafsi. Chama hichi cha ushirika kinaendeshwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa zinazotoa mwongozo wa namna gani uendeshe ushirika. Kwa hivyo kwa yule mwenye hofu, inawezekana ni hofu ya kweli, lakini pia upande wa pili tumejaribu kutoa utangulizi na kutoa tahadhari. Kwenye miundo hii ya sasa kuna watu wana maslahi binafsi. Kwa hiyo wanatafuta namna yoyote ya upotoshaji, kitu ambacho huwezi ukazuia. Mtu anaweza akapotosha kwa ajili ya kulinda maslahi yake binafsi. Lakini elimu sahihi tuliyotoa ndio hii, kwamba chama cha ushirika kinaongozwa na sheria, taratibu na kanuni. Ni chombo huru cha kidemokrasia. Kinaacha mlango wazi wa mtu kuingia au kutoka pale anapoona manufaa au hasara. Ukiona kwamba umeingia na hauoni manufaa, mlango uko wazi kutoka. Lakini pia ukichungulia ukaona kuna manufaa, milango ipo wazi kuingia kwa kufuata taratibu na sheria. Kwa majina naitwa Salim Abeid Chahiza, ni makamu mwenyekiti wa chama cha ushirika wa usafirishaji abiria na mizigo Mwanza UAMU. Huu ni ushirika wa kwanza Tanzania ambao umeasisiwa madhubuti kabisa kutatua changamoto zilizopo kwenye sekta ya usafirishaji kwa miaka nenda rudi. Kwa hiyo ushirika huu umekuja kwa ajili ya kutatua changamoto zile, si kwa Mwanza tu, ni kwa nchi nzima ambazo zimekuwa zikisumbua sana sekta hii ya usafiri na usafirishaji kwa miaka mingi. Kwa hiyo ushirika huu ni ushirika wa kwanza kwa Tanzania wa usafirishaji, lakini umekuwa na sifa ya kipekee sana kwa sababu ni ushirika unaenda kufanya kazi zake katika mifumo ya kisayansi. Kwa sababu changamoto hizi zilizopo katika sekta ya usafiri na usafirishaji ni miaka mingi zimeshindwa kutafutiwa majibu yake. Si kwamba watu hawajafanya kazi kutatua changamoto, wamefanya, lakini tumegundua kwamba namna pekee ya kutoka kwenye changamoto zetu hizi ni namna ya kutumia mifumo ya kisayansi. Kwa hiyo tunasema kwamba ni ushirika wa kwanza wa wasafirishaji, lakini ni ushirika wa kwanza tena kuanza kusimamia kazi zake katika mifumo ya kidijitali. Lakini baada ya kusema hayo pia tuwaambie sasa nini dhima hasa ya kuja na ushirika huu wa kutumia mifumo ya kidijitali. Moja, ni baada ya kugundua kwamba changamoto zetu haziwezi kutatuliwa kwa namna ya kawaida. Ndio maana tunaikabidhi sayansi sasa au mifumo ya kisayansi iende itusaidie kutatua changamoto hizo, kwa sababu ni mifumo inaenda kusimamia kila kitu. Kwa nini? Ni kwa sababu tunataka kumlinda mwekezaji ambaye ni mmiliki aliyewekeza mamilioni yake ya pesa. Tunalinda mitaji yake. Hatulindi mitaji hiyo kwa kutumia akili zetu, hapana. Tunalinda mitaji hiyo kwa kutumia mifumo ya kisayansi. Mwekezaji ambaye amewekeza pesa zake na kununua gari au magari kwa ajili ya kufanya kazi hizo, asiwe mtumwa wa kazi zake, asiwe mtumwa wa hela yake. Hela yake aipate kimifumo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.